Nasimama hapa kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki katika siku ya leo, ambapo leo nizamu ya sekta ya madini kuubarisha umma wa Tanzania mafanikio ya miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nianze sehemu yangu ya kwanza kwa shukrani. Nichukue fursa hii pekee kabisa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake makini, maelekezo yake na maono yake ambayo yamesaidia sana kuikuza sekta ya madini hapa nchini. Lakini kipekee kabisa nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais Daktari Philip Isdor Mpango, na yeye pia amekuwa kiongozi mwenye maono na ambaye kwa namna yote amekuwa msaada mkubwa kwenye kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Madini. Kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya kuisimamia wizara yetu kama mmoja kati ya viongozi wakuu ambao wanasimamia wizara zetu hizi. Amefanya kazi kubwa kwa pamoja. Lakini pia kipekee kabisa nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, na yeye pia miongozo yake, maelekezo yake na ushauri wake umesaidia sana kuikuza sekta ya madini. Ndugu zangu waandishi wa habari, nipo hapa sasa kuelezea mafanikio katika miaka minne ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. La kwanza, katika historia ya Wizara ya Madini, fedha ambayo Wizara ya Madini imekuwa ikiipokea kama sehemu ya bajeti ya utekelezaji wa majukumu yake kwa muda wote ilikuwa haijawahi kuzidi shilingi bilioni 89 kwa muda wote. Katika bajeti ambayo imemalizika mwaka 2024-2025, Wizara ya Madini kwa mara ya kwanza ilipokea kiasi kubwa cha fedha zaidi ya shilingi bilioni 231 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake, kiwango ambayo hakijawahi kufikiwa kwa muda wote. Na hii ni kuonyesha kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa na utashi mkubwa wa kuikuza sekta ya madini. Na katika fedha hizo, asilimia kubwa ya fedha hizo zimeelekezwa kwa ajili ya kwenda kufanya utafiti wa kina wa nchi yetu ya Tanzania ili tuweze kubaini madini tulionayo na kwa kiwango ambacho tunayo madini hayo. Kwa fedha nyingi imeelekezwa katika taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini kwa lengo kubwa la kuisaidia nchi yetu kuweza kubaini sehemu ambako madini yetu yapo na kwa kiwango. Nchi yetu ya Tanzania imefanikiwa kufanya geological mapping ya nchi nzima kwa asilimia 97, na tumefanya pia utafiti ambao tunaita ni low resolution kwa asilimia 100, na tumefanya utafiti wa jiokemia kwa asilimia 24. Lakini hatujafanya utafiti mkubwa wa kina ambao ndo duniani sasa hivi unatumika kwa ajili ya kuweza kubaini madini yalipo, kwa maana viashiria. Huu ambao tunaita ni high resolution airborne geophysical survey tumefanya kwa asilimia 16 tu, na huu ndo utafiti ambao unatumika duniani kote kwa ajili ya kuweza kuelekeza vizuri wachimbaji kwa ajili ya kufanya shughuli za madini. Kwa nchi yetu Tanzania tumefanya kwa asilimia 16. Tangu kuanzishwa kwa GST hivi sasa ni miaka 100. Ndani ya kipindi cha miaka minne ya Mheshimiwa Rais tumekuja na mikakati ya kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2030 tunaipima nchi yetu kwa asilimia 50 ya ukubwa wa nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, nchi yetu ina ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 945,000 ambao ni sawasawa na ekari milioni 233. Lakini huku kwenye madini tumegawa nchi yetu katika vitu vinaitwa QDS, ni quarter degree sheets, ziko 322. Kila quarter degree sheet moja ina urefu wa kilomita 54 na upana kilomita 54, na hivyo kulifanya eneo la QDS moja kuwa na eneo la kilomita za mraba
2916 ambao ukipea kwenye ekari ni sawa na ekari 722,052. Sasa maeneo ya namna hii tunao 322. Tuliofanyia utafiti wa kina ni 16% tu. Na katika hiyo 16% tumepata manufaa, ndio uanzishaji wa migodi mikubwa ambayo mnaiona. Kwa kama nchi tukasema kama katika 16%, na ndio manufaa ambayo tunaipata kwenye sekta ya madini, hivi tukifanya zaidi yake nchi yetu itakwenda wapi? Ndio tukaja na kitu kinaitwa Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Lengo letu ni kwamba ikifika mwaka 2030 tuwe tumefikia 50% ya ukubwa wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa sababu tunaamini kupitia sekta hii ina uwezo wa kuleta mapinduzi makubwa. Mheshimiwa Rais ameliunga mkono wazo hili, na hivi sasa Wizara ya Madini kupitia GST tupo kwenye mchakato wa kwenda kununua helikopta ambao tutaifunga vifaa vya kuweza kufanya utafiti kwa maana ya kupiga picha chini ya ardhi, ambao vifaa vile vina uwezo wa kwenda mpaka mita 500 chini ya ardhi kuweza kubaini kwenye madini wanasema anomalies, sehemu ya kuanzia wenye viashiria vya madini, ili baadaye tuweze kuongoza vizuri wachimbaji wetu. Sambamba na hiyo, katika fedha hizo kwenye bajeti hii, Mheshimiwa Rais pia aliona umuhimu wa nchi kama Tanzania kuwa na maabara kubwa na ya kisasa. Inakwenda kujengwa maabara kubwa na ya kisasa katika eneo la Kizota hapa Dodoma, ambao itatoa huduma kwa wachimbaji wote nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Lengo letu ni kuifanya GST kuwa mmoja kati ya watoa huduma bora za maabara ndani ya nchi na nje ya nchi pia. Sambamba na hiyo pia tutajenga maabara zingine 2, moja Geita na nyingine Chunya. Hii inatokana na ongezeko la bajeti ambayo tulikuwa tujawahi kulipata katika miaka mingi sana. Fanikio la pili, sekta ya madini imekuwa kila mwaka ikichochea shughuli za uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, na hasa kwenye kuchangia kwenye pato la taifa. Mwaka 2021-2022 mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa ilikuwa ni 7.1%. Mwaka 2022-2023 mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa ilikuwa ni 9.1%. Sera ya madini ya mwaka 2009 na mpango wa maendeleo wa taifa pamoja na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ilielekeza wizara kwamba ifikapo mwaka 2025 sekta ya madini iwe inachangia kwenye pato la taifa kwa 10%. Kabla ya mwaka 2025 haujafika, takwimu zilizotolewa na shirika la takwimu la Tanzania NBS inaonyesha kwamba sekta ya madini hivi sasa kwa mwaka 2024 imetoa mchango wake kwenye pato la taifa kwa 10.1%, mwaka mmoja kabla ya mwaka ambao ulikuwa umeainishwa kama ndio mwaka ambao tunapaswa tutimize 10%. Sekta ya madini imevuka lengo hilo. Fanikio la tatu, kwenye maduhuli. Mwaka 2015-2016 sekta hii ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali, kwa maana kukusanya maduhuli yote, shilingi bilioni 162 tu ndio iliingia katika mfuko mkuu wa serikali. Ili hali hii ni sekta ambayo inategemewa na Watanzania kwenye kuhakikisha kwamba inachochea kwa kiwango kikubwa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mwaka 2017 tulifanya marekebisho ya sheria na tukaanzisha masoko ya madini na vituo vya ununuzi. Mafanikio yake yameanza kuonekana hivi sasa. Maduhuli kupitia sekta ya madini yamezidi kuongezeka mwaka hadi mwaka. Mwaka 2022-2023 sekta hii ya madini ilichangia kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 678.
Kwa mwaka 2023-2024 mchango ulizidi kuongezeka mpaka kufikia shilingi bilioni 753. Mwaka huu ambao ndo unaishia 2024-2025 tumewekewa lengo la kukusanya shilingi trilioni 1. Mpaka ninavyozungumza nanyi siku ya leo ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025, sekta ya madini imeshaingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 902, ambayo hivi sasa tupo katikati ya mwezi wa 5. Kwa hiyo tunaamini kabisa siku 15 hizi tukizimaliza kwenda mwezi wa 6, na mwezi wa 6 wote tunakwenda kuvunja rekodi, na hii inaingia katika historia kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza sekta ya madini inakwenda kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1. Nilianza kwa kusema kwamba miaka 10 iliyopita sekta hii ilikuwa inachangia bilioni 162 tu kwa mwaka mzima. Leo tumefika shilingi trilioni 1 na tunakwenda kuifikia. Haya ni mapinduzi na mageuzi makubwa sana. Fanikio la 4, mchango wa sekta ya madini kwenye upatikanaji wa fedha za kigeni. Katika mwaka wa fedha 2022-2023 sekta hii ndio iliongoza kwa upatikanaji wa fedha za kigeni katika nchi yetu ya Tanzania. Zaidi ya 56% ya fedha yote ya kigeni ilipatikana kupitia sekta ya madini. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi yalikuwa ni mauzo ya dola bilioni 3.6, na hivyo kuifanya sekta hii kuwa kiongozi. Hii ni kuonesha kwamba sekta hii mchango wake ni mkubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, na kila mara mchango wake umezidi kuongezeka. Fanikio la 5, ajira na ushiriki wa Watanzania kwenye sekta hii ya madini. Kwa kipindi cha miaka 4, jumla ya ajira 19,356 zilizo rasmi zilipatikana, ambapo tumeshuhudia pia mageuzi makubwa ya katika kampuni nyingi kubwa. Wanaoongoza hivi sasa ni Watanzania. Tulizoea kuona wageni ndio wanashika nafasi za juu, lakini tuna ajira zingine ambazo zimechochewa hapa katikati zaidi ya milioni 6 kupitia sekta ya madini, kwa maana mnyororo mzima ule wa thamani katika sekta hii ya madini, kuanzia wachimbaji wadogo, watu wa huduma, wote wanufaika ni zaidi ya milioni 6 kwenye sekta ya madini. Lakini vile vile kupitia eneo hili la ushiriki wa Tanzania na maudhui ya ndani ambayo tunaita na local content, itakumbukwa miaka ya nyuma kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya migodi mikubwa kutenga miradi kwa ajili ya jamii ambazo zinazunguka migodi hii, na ilikuwa ni kama hisani. Tumefanya marekebisho ya sheria. Kifungu cha 105 cha sheria ya madini sura ya 123 kinatoa wajibu wa mmiliki wa leseni kuhakikisha anarudisha kwa jamii. Na hivi sasa tumetunga na kanuni, haamui yeye apeleke nini kwenye jamii. Kanuni inasema jamii husika itakaa na kuibua mradi kwa pamoja. Hii imeleta mafanikio makubwa katika maeneo mengi ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia tumeshuhudia fedha ambayo imetengwa kwa miaka 4 hii kwenye manunuzi ya bidhaa na huduma migodini ni zaidi ya shilingi trilioni 8, na asilimia zaidi ya 92 ya fedha hiyo imetumika ikihusisha Watanzania, kwa maana katika kutoa huduma na kusambaza bidhaa migodini. Lakini pia katika uliokuwa mgodi wa Barrick pale Kahama Buzwagi, wenye eneo la ukubwa wa ekari 1331, ulipokuwa mgodi wa Buzwagi,
Hivi sasa mgodi ule upo kwenye hatua za mwisho za unafungwa, na eneo lile serikali imelichukua na tumelidesignate kama kuwa ni Buzwagi Special Economic Zone. Tunajenga viwanda mle ndani vya kusapoti shughuli za madini na uongezaji thamani madini. Mpaka hivi sasa tuna viwanda 8 katika eneo lile, na maombi yako mengi ya kujenga viwanda vya kuongeza thamani na bidhaa kwenye sekta ya madini. Tawapa mfano mmoja. Kampuni ya Barrick imekuwa miaka yote ikinunua conveyor belts na conveyor rollers kutoka South Africa. Kupitia wizara na kupitia sera yetu, tulikaa tukazungumza wote kwa pamoja ya kwamba kwa nini yule mzalishaji mkubwa asiyafanye haya Tanzania kwa kuungana na Watanzania. Wazo hili lilikubaliwa, na hivi sasa tunayo kampuni pale ambayo ina Watanzania ndani yake, inaitwa East African Conveyors, ambapo hivi sasa conveyor rollers na conveyor belts zote za kwenda migodini zinatoka Kahama, asitoki South Africa tena, na zinauzwa mpaka katika mgodi wa Kibali ulioko Kongo. Na hii ni kwenda kuifanya Tanzania kuwa ndo kitovu cha utoaji wa huduma ya bidhaa za migodini. Lakini kwa mara ya kwanza pia hivi sasa muda sio mrefu tunaacha kuagiza vilipuzi kutoka nje ya nchi. Kimejengwa kiwanda Kisarawe cha explosives, baruti ambazo ni bidhaa muhimu sana katika uchimbaji wa madini. Kipo pale Kisarawe na kimeanza kufanya kazi, na hivi sasa Watanzania wananunua baruti ndani ya nchi. Eneo lingine ambao nataka nilisemee mafanikio ya 6 ni uanzishwaji wa minada ya madini ya Vito. Utakumbuka mwaka 2017 minada hii ya madini ya Vito ilisitishwa, na hivyo ilipelekea kwa kiwango kikubwa madini yetu yale adimu ya Tanzanite kuporomoka bei na vile vile kupoteza mvuto kimataifa. Na hivyo serikali hivi sasa imechukua juhudi za kurejesha tena ile minada ya kimataifa na maonesho ya kimataifa kwa lengo la kuvutia tena na kuipeleka mbele Tanzanite yetu, ambayo ndo madini pekee unaweza ukayapata duniani kote, unayapata Mirerani, mkoa wa Manyara. Tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2024 tulianza mnada wa kwanza baada ya kusimama kwa miaka takriban 7. Minada ya madini ya Vito imerudi, na hivi sasa tunafanya na wenzetu wa soko la bidhaa kwa maana ya TMX. Lakini pia fanikio la 7 katika kipindi cha Mheshimiwa Rais, tumekuja na programu maalum ambao nilisema pale mwanzo, naomba nirudie, ambao tumeita ni Mining 2030 Vision. Madini ni maisha na utajiri, na nitafafanua hapa madini, maisha na utajiri maana yake ni nini. Lakini hii ndo hasa tunayo hivi sasa tunaitekeleza katika Wizara ya Madini, na lengo lake kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba tunafanya utafiti kukava 1% kubwa la nchi yetu ya Tanzania, ili tuwasaidie wachimbaji wa Tanzania ambao wengi wanapoteza mitaji, wanapoteza muda kwa kuchimba kwa kubahatisha. Mpango huu unakwenda kuwasaidia kuwaongoza vizuri. Leo ukienda maeneo ya wachimbaji, watu wanachinja kondoo, wanachinja mbuzi kumwagia chini ya ardhi ili kuweza kubaini wapi madini yapo. Katika dunia ya leo hatuwezi kuongoza Watanzania kwenda katika njia hiyo. Daktari Samia Suluhu Hassan anatupeleka kwenye sayansi. Lazima tuwaongoze vizuri Watanzania. Kwa hivi sasa tumekuja na hii program maalum kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaongoza vizuri na kutunza mitaji ya Tanzania. Tutakwenda kufanya utafiti eneo kubwa la nchi yetu ya Tanzania. Kama nilivyosema, GST watapata nafasi ya kununua helikopta yao ambayo tutaifunga vifaa, lakini pia tunao miradi ambayo tunaitekeleza iko mbioni kukamilika, na mmoja ya mradi ni mradi ambao tunategemea kufanya na serikali ya Hispania, ambao tunategemea kurusha ndege katika eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba
165,874 ambao ni sawasawa na 18% ya nchi yetu ya Tanzania. Tunategemea kupitia mradi huu tutalifikia eneo kubwa la nchi yetu ya Tanzania. Lakini nini manufaa ya hii program? Kwa nini tunasema madini ni maisha? Madini ni maisha yetu ya kila siku, huwezi kuikwepa. Tunategemea tukirusha ndege juu kupiga picha ardhi yetu, tukipata viashiria vya madini na miamba mbalimbali, sekta ya kilimo watanufaika na kazi ambayo sisi tunaifanya, kwa sababu nafahamu sekta ya kilimo hivi sasa wana mpango wa kuchimba mabwawa 100 nchi nzima, na vile vile wana miradi ya mabonde mkakati 22 ambayo yanahitaji maji ya kutosha ili kuweza kufanya kilimo cha umwagiliaji. Kupitia utaratibu wa kurusha ndege na kufanya utafiti wa kina, tuna uwezo wa kuweza kubaini maeneo yenye miamba yenye maji, kwa maana zile aquifers, na kuongoza vizuri wenzetu wa Wizara ya Kilimo. Akilima mkulima mara 2 kwa mwaka, anaongeza tija kwenye kilimo chake, mazao yanaongezeka na hata kipato kitaongezeka, na hapo ndio inakuja maana kwamba madini ni maisha. Lakini tunafahamu pia zaidi ya hekta 3.6 ya nchi yetu ya Tanzania imeathiriwa na tindikali. Ukienda katika mikoa ya nyanda za juu kusini, ukipima soil pH yake ipo juu kwa sababu ya athari ya tindikali, na njia pekee ya kuneutralize tindikali kwenye ardhi ni kupitia madini chokaa, na haya utayapata baada tu kuwa tumeweza kufanya utafiti mkubwa nchi nzima na kubaini wapi yalipo ya kutosha kwenda kunusuru wakulima wanaolima katika hekta 3.6 ambazo zinaathiriwa na tindikali. Na hapo ndio inaingia maana ya kwamba madini ni maisha. Tunazo hekta 3.7 zimeathiriwa na chumvi kwa kiwango kikubwa sana, na njia pekee ya kuweza kuirudisha ardhi katika hali yake ya kawaida ni kupitia madini gypsum. Utaipata tu baada ya kuwa tumefanya utafiti mkubwa na wakina, na hivyo kuwawezesha Watanzania hasa wakulima kuweza kufanya kilimo chao pasipo changamoto yoyote. Tunafahamu pia Tanzania hivi sasa inatumia zaidi ya tani 850,000 kwenda mpaka 900,000 za mbolea kwa mwaka. Kabla ya kuanzisha kiwanda cha Intracom hapa Dodoma na kile cha Minjingu, Tanzania alikuwa ni net importer wa mbolea. Tunatumia fedha nyingi za kigeni kuagiza mbolea. Tumekaa na wenzetu wa Wizara ya Kilimo, bahati nzuri, na tulipitisha katika mpango wetu. Huu mpango una uwezo wa kuvutia viwanda vikubwa vya mbolea vikaja kujengwa hapa nchini Tanzania, mtu akipata uhakika wa malighafi ambao ataipata kwa urahisi ndani ya nchi ya Tanzania. Hii itapelekea wakulima wetu kupata pembejeo ndani ya muda wa msimu na kwa wakati, na hivyo kuchochea kilimo, na kilimo kikichochewa kwa kiwango hicho kikubwa, akiongeza tija na uzalishaji, maisha yake yatabadilika, ataongeza kipato, na hapo ndio inaingia maana ya kwamba madini ni maisha. Lakini pia tunafahamu ukienda katika bonde la Ziwa Rukwa, tunazo leseni tumezitoa pale kwa ajili ya kampuni za Noble, Helium na Helium One kwa ajili ya uchimbaji wa gesi ya helium. Tuna visima pale cha Itumbula 1 na maeneo mengine ambapo tafiti zimefanyika hivi sasa. Gesi iliyopatikana Rukwa, gesi ya helium, ni gesi yenye concentration kubwa ya helium ambayo tunaweza hivi sasa kuanza kushindana na Marekani na Urusi na nchi zinginezo. Na gesi ile ndio inatumika kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya hospitalini, hasa MRI na vifaa vingine vya kielektroniki. Kwa hiyo hapo ndio inaingia dhana ya madini ni maisha na kwenda kumgusa maisha ya Mtanzania kupitia matibabu. Yako mengi katika eneo hili. Kwa sababu ya muda niishie katika hilo. Kwa nini madini ni utajiri?
ukifanikiwa kurusha ndege, ukafanya utafiti wa kina vile ipasavyo katika zile hatua zake zote, utapata taarifa ya nini kilichomo chini ya ardhi. Makampuni yote haya makubwa yalifanya utafiti, yakachukua ile taarifa, yakaipeleka katika masoko ya hisa. Ndivyo inavyofanyika. Na utajiri wa kwenye madini ni taarifa. Tukifanikiwa kufanya utafiti katika eneo kubwa la nchi yetu ya Tanzania, tukabaki na taarifa yetu, huo ndio utajiri wetu. Na ndio maana tunasema kwamba hii inakwenda katika dhana ya madini ni maisha na utajiri. Na naamini kabisa kupitia utaratibu huo tutaifikisha nchi ambako uchumi huu wa madini utakuwa ni kati ya, Waingereza wanatumia neno la mainstay ya uchumi wetu, kwa maana itakuwa ndo nguzo kubwa ya uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Fanikio la 8, tumekuja na programu mpya ya kuwawezesha wakina mama na vijana ndani ya kipindi cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Inaitwa MBT, Mining for a Brighter Tomorrow, ambapo lengo lake kubwa ni kuhakikisha wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu wanapewa fursa ya kushiriki kwenye sekta ya madini. Katika programu hii, cha kwanza ni tutawatengea maeneo kwa maana ya leseni na tutakabidhi katika vikundi mbalimbali. Sehemu ya pili, kupitia STAMICO menunua mitambo 15 ya kuchoronga, drilling rigs, ambazo 2 Mheshimiwa Rais kaelekeza, moja iende kwa ajili ya vijana na nyingine kwa ajili ya wakina mama. Na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunawaingiza katika mnyororo mzima wa uchumi wa sekta ya madini. Kwa zoezi hili linaendelea hivi sasa. Wizara inaendelea kutoa leseni katika vikundi hivi. Na kama mlinifuatilia, tarehe 3 nilikuwa Nyamongo Tarime, nimetoa leseni kwa vikundi 46 vyenye vijana zaidi ya 2000 ambao wanazunguka katika eneo la mgodi wa pale Nyamongo, na ndo tunaingiza kwenye programu hii kwa awamu ya kwanza. Na bahati nzuri tumepata mwitikio mzuri wa wenzetu wa Benki ya Dunia. Wameiona ni programu ambao wanaweza wakaiunga mkono, na hivi sasa tupo katika mazungumzo. Tunategemea wiki hii kumpokea mgeni kutoka Benki ya Dunia kwa ajili ya majadiliano hayo, lakini pia na wenzetu wa Baraza la Dhahabu la Dunia, World Gold Council, wameonyesha na yenyewe pia interest kwenye mradi huu. Ni mradi mzuri ambao unakwenda kuwasupport vijana kuingia katika sekta ya madini. Hatutoi leseni tu kwenye huu mradi, unakwenda pia na msaada wa kiufundi, kwa sababu pia tunakwenda kuanzisha vituo vya ukodishaji wa mitambo na mashine za uchimbaji wa madini. Kama ilivyo kwa wakulima, sio kila mkulima ana trekta. Kwa tutaweka vituo maalum ambapo yule ambaye atakuwa anahitaji mtambo husika ataukodi kwa siku husika, ili kuweza kurahisisha shughuli za uchimbaji, na hasa kwenye kundi hili la vijana. Eneo la 9 la mafanikio ni ununuzi wa dhahabu. Ukiangalia katika bara letu la Afrika, nchi 5 zinazofanya vizuri kwenye uzalishaji wa dhahabu, Tanzania ipo ndani yake. Lakini Tanzania kwa miaka mingi sana iliacha kununua dhahabu kupitia Benki Kuu na kuwa na akiba yake. Ilipita miaka mingi sana. Katika mwaka wa fedha 2023-2024 tulifanya marekebisho ya sheria mpaka 24-25, fanya marekebisho ya sheria ya kifungu cha 59 cha sheria ya madini sura 123, ambacho kinampa dhamana waziri wa madini kujadiliana na wamiliki wa leseni kutenga asilimia isiyopungua 20 ya madini yanayozalishwa kwa ajili ya kuchakatwa ndani ya nchi, kuyeyushwa na kusafishwa. Marekebisho tuliyofanya mwaka jana, tuliongeza neno pia na kufanyiwa biashara ndani ya nchi. Kwa kiasi kile kinatengwa hivi sasa kwa ajili ya biashara ndani ya nchi, kuyeyushwa, kusafishwa na kuchakatwa. Baada ya marekebisho ya sheria, yakapelekea BOT kuanza kununua dhahabu. Kwenye takwimu hivi sasa kwenye bara la Afrika, nchi
nchi inaongoza katika bara la Afrika kwa kuwa na hifadhi kubwa ya dhahabu ni nchi Algeria kupitia benki yake kuu, wana tani 174. Wa 10 kwenye orodha ya wale 10 bora ni Msumbiji, wana tani 3.6 ya dhahabu kupitia benki kuu. Sisi Tanzania tumeanza kununua dhahabu kupitia benki kuu tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. Naposimama nanyi hapa kuzungumza leo hii, BOT ameshanunua tani 3.7. Hivyo automatically ameshampiku yule alikuwa 10 bora, na huu ndo mwanzo wa miezi 8 tu. Ukifikiria miaka 5 inayokuja tutakuwa wapi, mnaweza mkaona ramani ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anaichora kwenye kuhakikisha kwamba tunapata hifadhi ya dhahabu katika nchi yetu ya Tanzania. Kuendeleza wachimbaji wadogo. Fanikio la 10. Tanzania ni kati ya nchi chache katika bara la Afrika wenye mfumo mzuri wa kuwasimamia na kuwaendeleza wachimbaji wadogo. Sisi tumekwenda mbali mpaka tumewatungia sheria yenye kutoa leseni zao. Kifungu cha 8 cha sheria ya madini sura 123 kinazungumza juu ya leseni ndogo kutolewa kwa ajili ya Watanzania. Ni kuonesha kwa namna ambavyo serikali yetu imekuwa mstari wa mbele kuwasimamia na kuendeleza wachimbaji wadogo. Lakini tumeenda mbali zaidi. Hapa katikati tumefuta leseni 2000 leseni na maombi 2648 ya watu ambao wameshikilia maeneo hawayaendelezi. Na niliwahi kusema wako baadhi ya Watanzania wenzetu wachache ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakimiliki maeneo makubwa hayafanyi kazi. Yuko mtu mmoja anamiliki maombi na leseni zenye ukubwa wa mikoa 11 ya Dar es Salaam. Tumefuta leseni na maombi yote. Moja mkakati wetu ni kuzipanga vizuri na kuwagaia wachimbaji wadogo walio tayari kuchimba. Ni mkakati wa kwanza kuendeleza wachimbaji wadogo. Mkakati wa pili, wachimbaji wadogo wanalelewa na Shirika la Madini Tanzania STAMICO. STAMICO katika ulezi wake anawasaidia katika kuwaongoza katika njia sahihi, matumizi sahihi ya teknolojia. Mtafahamu kwamba hivi sasa duniani kuna kampeni kubwa ya kusitisha matumizi ya zibaki kwenye kuchenjua dhahabu kwa sababu ya madhara ya kimazingira na kiafya. Sisi kama serikali kupitia STAMICO katika kuelimisha wachimbaji wadogo namna bora ya kufanya uchimbaji na uchenjuaji, tumeanzisha vituo 3 vya kuchenjua madini ya dhahabu kama vituo vya mfano vya kuwasaidia kuelimisha Watanzania hasa wachimbaji wadogo. Tunacho Itumbi, Chunya, Lwamgasa na Katente katika mkoa wa Geita. Hivi sasa wachimbaji wadogo wameanza baada ya kupata mafunzo kupitia STAMICO, hivi sasa wameanza na wenyewe kumiliki tunazita CIP, carbon and pulp. Ndio mashine za kuchenjua hizo na mitambo ya kuchenjua. Baada ya kujifunza kupitia STAMICO hivi sasa mwitikio ni mkubwa sana. Tuna lundo la wachimbaji wadogo hivi sasa ambao wametoka kwenye zibaki, hivi sasa wana CIP zao kama sehemu ya mfano waliopata kupitia vitu vyetu vya mfano vya STAMICO. Kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba serikali katika kuendeleza wachimbaji wadogo imekuja na mkakati huu, na mkakati huu kwa kweli tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, na ndio maana katika mwaka wa fedha unaoanza Julai 2025 tumepanga kuongeza vituo vingine vya ziada katika eneo la Mwakitolio mkoa wa Shinyanga na vile vile Tarime kule mkoa wa Mara kwa lengo la kuchochea zaidi shughuli za uongezaji thamani madini. Lakini sambamba na hiyo pia tumetengeneza katika kuwezesha wachimbaji wadogo, nimeunda kamati ya watu 6 ya wataalamu ikihusisha wataalamu wa wizara na wa sekta binafsi, wataalamu wa masuala ya fedha,
akiwemo mkurugenzi mkuu wa benki ya NBC ni mmoja kati ya wajumbe kwenye kamati hiyo. Kamati ile inakuja kuishauri serikali namna bora ya kuwawezesha wachimbaji wadogo kimitaji na kuwaendeleza. Kwa sababu, ndugu waandishi wa habari, nataka nikiri na kusema hapa kwamba hatuwezi kuendeleza uchumi wa madini kama hatutawashika mkono wa Tanzania walio tayari kufanya vizuri kwenye sekta ya madini na tukawezesha wafanye vizuri zaidi. Hiyo ndio njia pekee ya kuifanya uchumi kuleta manufaa makubwa. Kwa kama wizara, kama serikali sasa tunakuja na mkakati wa kuwawezesha wachimbaji wadogo na watu wa huduma wale ambao wameshapiga hatua kidogo, tubaini matatizo yao, tuwasaidie kufika juu zaidi. Kwa hiyo sasa tunakuja na programu hiyo ambako tutaweka katika makundi ya kuanzia yule ambaye yupo katika hali ya kawaida, hali ya kati na yule ambaye amefikia hali ya juu kabisa. Na tumeongea na wenzetu wa Wizara ya Fedha. Kuna mfuko pale Wizara ya Fedha, mfuko wa dhamana, Credit Guarantee Scheme, ambapo tuna uwezo wa kuwasaidia Watanzania wetu tukawajengea uwezo wa kifedha ili wafanye vizuri zaidi katika sekta ya madini. Na kupitia kamati ile tunaamini kabisa ya kwamba italeta matokeo tarajiwa ili mwisho wa siku tuweze kuwainua wachimbaji hawa wadogo kama sehemu ya kuendeleza. Lakini pia tunafahamu tunao wachimbaji na tunaita muda mwingine wakulima wa madini ya chumvi. Moja ya changamoto yao kubwa ilikuwa ni upatikanaji wa masoko ya uhakika wa chumvi yao. Na ndio maana kuna wakati waliokuwa Mheshimiwa Rais kuzuia uagizwaji wa chumvi kutoka nje ya nchi. Ilikuwa inaathiri masoko yao. Kwa sababu mnunuzi alikuwa ni mmoja tu, kampuni ya Nilkant. Na ilipekea wakulima wengi wa madini ya chumvi kukosa masoko ya uhakika. Mheshimiwa Rais kajibu tatizo hili kivitendo. Kinajengwa kiwanda kikubwa cha kuchakata na kusafisha chumvi pale Nangurukuru, mkoa wa Lindi. Na mpaka mwezi wa 7 kitakuwa kimekamilika. Tunaanza kununua chumvi ya wakulima wa mikoa ya kusini kupitia kiwanda ambacho kinamilikiwa na STAMICO. Eneo lingine sehemu ya mafanikio ni eneo la 11, uongezaji thamani madini. Kifungu cha 100 D kubwa cha sheria ya madini sura ya 123 kinazungumza kuweka sharti la lazima la madini kuongeza thamani ndani ya nchi. Na hiyo ndo hasa nchi inaweza kunufaika kupitia uongezaji wa thamani. Hivi sasa mkakati huu umefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwenye madini ya dhahabu, hivi sasa tuna viwanda 8 vya kusafisha madini ya dhahabu, yani refineries. Ziko 8. Sasa tunazisaidia ili ziweze kukidhi viwango vya kimataifa ili ziwe LBMA certified, ambako kuna vigezo vyake na masharti yake. Kama serikali tuko na bega kwa bega kisha kwamba tunawasaidia kuweza kufikia hayo malengo. Lakini viko 8 hivi sasa. Katika madini ya metali, moja kati ya changamoto kubwa ilikuwa ni namna ya kuyachakata hapa nchini. Ilikuwa changamoto kubwa sana. Hasa madini ya shaba, nickel, ambayo ni madini ya metali. Mpaka ninavyozungumza hivi sasa na viwanda 9 vipo katika hatua za ujenzi vya kuongeza thamani madini yetu ya metali. Mkoa wa Dodoma peke yake una viwanda 6. Mkoa wa Dodoma peke yake. Na kimoja kikubwa naenda kukiweka jiwe la msingi mwezi wa 6 katikati. Kipo za Mahelo hapo. Cha kwenda kuchenjua madini ya nickel. Lakini pia tunacho kiwanda kingine kule Chunya nimeshakifungua tayari kinafanya kazi kwa ajili ya madini ya shaba. Lengo letu ni nini? Lengo letu ni badala ya kusafirisha jiwe kwenye madini ya shaba, tutaka tuitoe product ya mwisho ambao wataalamu wao mnaita ni copper wire au copper rod. Hivi sasa nikiwachukua waandishi wa habari nikiwapeleka Nala kilomita 15 kutoka hapa, utalichukua jiwe
la shaba utaliangalia kama jiwe, ndani ya dakika chache zijazo linabadilika kwenda kuwa kitu kinaitwa copper cathode, na baadaye tutaka waongeze teknolojia tutoe mpaka zile cables. Haya ndio malengo ambayo serikali inayo hivi sasa na viwanda vinaendelea kujengwa hivi sasa. Sio maajabu, ni kilomita 15 kutoka hapa unakutana kitu cha namna hiyo kwenye kuongeza thamani madini yetu. Lakini pale Buzwagi Kahama panajengwa kiwanda kikubwa cha kampuni ya Tembo Nickel ambao wanachimba madini ya nickel kutoka kule Kabanga chenye thamani ya dola milioni 500, ambacho huwa tunakiita ni Multimetals Refinery Facility, ambayo inatumia teknolojia mpya na ya kisasa hivi sasa ya duniani ambayo inaitwa hydrometallurgy. Teknolojia ambayo una skip smelting na unakwenda katika hatua zingine ambazo zinafanya hata gharama inakuwa chini kidogo na muda unaotumika katika kuchenjua madini hayo. Lakini product ya mwisho inayotoka pale Kahama itakuwa na uwezo wa kutoka pale Kahama kuingizwa moja kwa moja kwenye gari ya umeme kupitia betri yake. Haya ndio mafanikio makubwa kwenye eneo la uongezaji wa thamani. Tunajenga jengo la ghorofa 8 Arusha chini ya TGC, Tanzania Gemological Center, kwa ajili ya kuongeza thamani madini ya vito, kwa train wa Tanzania, kutengeneza masonara wengi zaidi. Jengo hivi sasa mkandarasi yuko site, anaendelea na ujenzi. Likikamilika litakuwa na uwezo kwa accommodate watu wengi katika eneo lile, lakini tutawa train watu wengi sana wa Tanzania kujifunza kuongeza thamani madini ya vito. Ndugu zangu, fanikio la 12 katika miaka hii 4 ya Mheshimiwa Rais, tumetoa zaidi ya leseni kubwa za kati na ndogo 34,348 na leseni nyingine zikiwa za madini ya madini mkakati tunaita, ambayo sasa yana mahitaji makubwa sana duniani. Unaweza ukaona wimbi la utoaji wa leseni hapa limeongezeka sana, na ambao pia linasaidia sana kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia sekta ya madini. Fanikio la 13 ni kupitia usimamizi thabiti wa sheria kuyafanya makampuni makubwa yaliyosaini mikataba na yenye leseni kubwa kuanza shughuli za uzalishaji wa madini hapa nchini Tanzania. Ndugu na habari, mtakumbuka kimoja iliyopita nilitoa tangazo la kwamba tumetoa hati za makosa 95 kwa makampuni makubwa na ya kati yote ambayo wana leseni lakini hakuna uendelezaji. Kuna watu wameshikilia leseni, hakuna uendelezaji. Sheria inasema vizuri kabisa, mtu yote anayepewa leseni ya kati na leseni kubwa lazima kuanza shughuli za madini ndani ya miezi 18. Sheria ndivyo ninavyotaka. Kuna watu wana leseni tangu mwaka 2011, miaka 14 leo hawajaingiza hata koleo. Kwa tumetoa hati ya makosa kwa makampuni yote 95 ambayo hakuna uendelezaji. Yakiwa makampuni makubwa mnayoyafahamu. Kama mnafuatilia vizuri hivi sasa, nimeanza kupokea ujio wa makampuni yale makubwa yote ambayo tuliwapa hati za makosa. Wamekuja ofisini kwangu na kuweka mezani commitment letter na kutaja tarehe mahususi ya lini wataanza mradi. Haya ni mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa nchi yetu tutakwenda kupata uhakika sasa wa kuanza na miradi mingine mikubwa. Tangu tumepata miradi mikubwa mwaka 1999 hatakuwa na mradi mwingine wote katikati hapa mkubwa. Kwa hii itasaidia sana katika kuwezesha kwamba miradi mingi ianze kufanya kazi. Hii inaenda sambamba na upatikanaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi chake
tumepata miradi mikubwa. Tuna mradi wa heavy mineral sands pale Tajiri na Fungoni Kigamboni, ambayo inatumika kwenda kutengeneza vifaa vya electronics. Lakini vile mradi wa Nyanzaga Sengerema uliosubiriwa kwa muda mrefu sana wa trilioni 1.4 unakwenda kuanza muda sio mrefu ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo ni kuonyesha pia ya kwamba kazi imeendelea kufanyika kwa kiwango kikubwa sana. Fanikio la 14 hivi sasa, baada ya BOT kuanza kununua dhahabu, tuko nao katika mazungumzo, tunashauriana namna bora ya kuwafanya Watanzania pia na wenyewe kupitia dhahabu ambayo itakuwa inanunuliwa, ile ambayo haiendi katika kuhifadhiwa kwenye benki kuu kwa maana kuwa na hadhi wanaita monetary gold. Dhahabu ile ambayo haikidhi vigezo vya kuingia kule LBMA inaweza bado ikabaki hapa nchini na Watanzania wakaanza kumiliki sarafu za dhahabu na kuziweka benki badala ya fedha. Ndio ambao hivi sasa tunashauriana nao. Yaani badala ya kuwa na milioni 100 unakuwa na sarafu yenye thamani hiyo ambayo bei ya dhahabu ikipanda na wewe thamani yako inapanda. Kuliko kuwa na milioni 100 ambayo imekaa tena ikikaa benki inakuwa na makato. Hivi sasa tunashauriana kuwafanya Watanzania wafikie huko. La mwisho. Tunafikiria pia katika mashauriano na benki kuu ili kutunza fedha yetu na vile kutokutumia fedha nyingi sana kuagiza bidhaa hasa mafuta nje ya nchi. Hivi sasa baadhi ya nchi zinafanya biashara kupitia dhahabu. Badala ya kutoa fedha kigeni, unatoa dhahabu, unachukua mafuta ya kiwango chako yenye thamani ya dhahabu ile, ili pia tuweze kutunza fedha zetu za kigeni. Na haya ndio mashauriano ambayo tunaendelea nayo na wenzetu wa benki kuu. Tania radhi, la mwisho kabisa, STAMICO. Ndani ya kipindi cha miaka 4 Mheshimiwa Rais, mabadiliko makubwa sana. Kutoka kwenye mapato ya bilioni 1 mpaka bilioni 88 hivi sasa kama shirika. Shirika hili limeacha kutegemea ruzuku na linajilipa lenyewe mshahara. Hategemei tena fedha kutoka serikalini. Haya ni mapinduzi makubwa ndani ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema haya, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru sana na naomba kuwasilisha asante sana. Asante sana Mheshimiwa Anthony Mavunde, Waziri wa Madini, kwa taarifa yako ya kina kuhusu mafanikio ya sekta ya madini. Naomba turuhusu maswali. Muda wetu sio rafiki. Tutapokea maswali 3 na safari hii nitaanzia mwisho kabisa. Tutapokea maswali 3. Utayajibu, alafu muda ukiruhusu tutapokea mengine. Karibuni kwa maswali. Swali bila hotuba. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mavunde. Umesema zile siku kampuni 95 ambazo umezitaja, umesema kuna baadhi ambao wamekwisha kuja, na tamani kufahamu ni mpaka sasa tunavyozungumza tarehe 15 ni makampuni mangapi ambayo yamejitokeza, idadi tu? Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Hamida Ramadhani, naandikia Matukio Daima. Kwanza kabisa nipongeze wizara yako kwa kuijali sekta ya habari. Tumeona juzi kati mwandishi wa habari Doto Kuilasa ameweza kupata tuzo. Lakini katika tuzo ile mliahidi kumpa leseni ya utafiti. Sasa ningependa kufahamu hiyo ahadi imefikia wapi, na kama bado haijatekelezwa ni lini itatekelezwa? Samahani jamani, hilo sio swali la Mheshimiwa Waziri, hilo ni swali la Wizara ya Habari. Naomba mhusika awasiliane na mimi. Asante Mheshimiwa Waziri, na shukuru sana kwa mafanikio ambayo yametokea. Naitwa Bilson Boss Vedastus kutoka Nyama FM. Swali langu liko kwenye mafanikio namba 5 kuhusu ajira na ushiriki wa Watanzania. Na umesema Watanzania wanaongoza. Je, ni Watanzania wangapi na wa kigeni ni wangapi? Asante. Naomba niongeze swali moja la mwisho. Asante Mheshimiwa Mavunde.
kimsingi umeeleza kwa kina sana. Hongera. Kwa mara ya kwanza nikupe hongera sana. Swali langu nasema hivi, Dodoma inaongoza kwa kuwa na madini mengi. Lakini hapa wilaya ya Bahi kuna madini ya uranium. Ni lini yataanza kuchimbwa au mna mpango gani wa kuyachimba au kutoyachimba na yatafaidisha nini Watanzania katika mkakati mzima? Mheshimiwa, raundi ya kwanza naomba ujibu maswali hayo isipokuwa lile la habari. Asante sana. Asante sana. Nianze na swali la kwanza. Tumetoa hati za makosa tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2025 na zina expire tarehe 13 mwezi wa 5. Kwa hivi sasa wenzetu wa Tume ya Madini wapo kwenye hatua za mwisho za kukusanya majibu yote yaliyorejeshwa, lakini vile vile na commitment. Sasa ukinitaka niseme hapa kwa idadi, inaweza nisiwe na idadi kamili ya kuisema hapa, lakini kikubwa tu ni kwamba katika yale makampuni yote makubwa ambayo tulikuwa tumewaserve na default notice, nitasema kwa uchache, lakini iligusa na maeneo mengi ambayo tuliwapa nafasi ya kuleta majibu ndani ya siku 30. Kwa hivi sasa kwa sababu ya mitandao na vitu vingine tumetoa muda kidogo wa siku kadhaa kwa ajili ya kuendelea kupokea majibu, kwa sababu kuna mwingine anaweza kama ametuma ndani ya muda hajatufikia kwa wakati, tunaogopa kuweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo tumewapa muda kidogo hivi sasa. Tarehe ya mwisho kabisa ambayo ni cut off date itakuwa ni ya wiki ijayo ya tarehe 20, ambako ndo sasa watakuwa wana nafasi ya kuweza kusema idadi kamili ni wangapi wamejibu ile notice na baada hapo nini kifanyike. Kwa sababu na kuletea hati ya makosa, unajitetea, katika utetezi wako utanlazimu pia nitume timu kwenda kuona kile ambacho umejitetea katika utetezi wako. Kwa hiyo inachukua muda mrefu kidogo. Isipokuwa kwenye makampuni yale makubwa, makampuni 4 hivi sasa, matatu hivi sasa wameleta commitment letter mezani baada ya kuwa wamepata ile hati ya makosa, na wengi katika ile barua za kujicommit wanaanza shughuli kuanzia mwezi wa 7 ili kurudisha tena hadhi ya zile leseni ambazo mwanzoni zilikuwa zifanyike kazi. La pili, la kuhusu ajira. La kuhusu ajira, wageni wangapi, wenyeji wangapi, kwenye zile ajira nilizosema 19,000, zaidi ya asilimia 95 ya ajira zote ni wa Tanzania. Katika zile 19,000, 18,700 na point ni wa Tanzania. Walobaki hawa ni wachache wageni ambao wanakuja kwa ajili ya shughuli za utaalamu. Lakini pia katika hao ambao wanashika nyadhifa kubwa ambako zamani usingeweza kuona. Mchukulie mfano wa CEO wa kampuni ya Mamba inayochimba madini ya dimu kule Ngwala, Songwe. Ni kijana anaitwa Ismail Diwani. Lakini country manager wa Barrick ni Daktari Merikioli Ngido. Meneja wa mgodi wa North Mara ni Bwana Apolinari, wote wa Tanzania hao. CEO wa Kabanga Nickel ni Benedict Busunzu. Zamani usingeasikia haya majina. Si ndio ndugu zangu? Zamani usingeasikia haya majina. Lakini tumefika hapo ambako tumefika hivi sasa. Akaijage. La lini tunaanza? Kama nilivyosema, wale wote ambao wana leseni na bado uendelezaji hujafanyika ndio hao ambao wapo katika orodha ya ile notice ya makampuni 95 kwa ujumla wake. Lengo letu ni wale wote wenye leseni kuanza utekelezaji. Kwa hiyo tutasubiri kupokea kwanza majibu, then baadaye tutaitolea taarifa kama wizara ni katika hatua gani sasa tumefikia hivi sasa, kwa sababu madhara ya ile notice ni kwenda kufuta leseni. Kwa ni mchakato mkubwa sana. Na ni mchakato ambao pia una riski yake kubwa. Inahitaji umakini mkubwa ili tusiingize nchi katika hasara na hasa kuweza kushtakiwa. Mheshimiwa Waziri, naomba tuongeze maswali mengine.
matatu. Asante. Naitwa Jacqueline Kuanda, ni mwandishi wa habari wa The Chanzo. Nilikuwa nahitaji tu kujua kwamba serikali ina mpango gani wa kujadiliana na GGML ili kuweza kurekebisha mkataba wake na kuingiza kipengele cha serikali kuwa na hisa 17% kwenye kampuni hiyo. Kwa majina naitwa Happy Jerome Balisidia kutokea Manyunyu TV. Mheshimiwa, mkoa wa Dodoma unatajwa kuwa na madini mengi ya aina mbalimbali. Wizara yako ina mkakati gani kuhakikisha uchumi wa wanadodoma unaimarika kupitia madini hayo yanayotajwa kuwa ni mengi katika mkoa huu? Naitwa Juliet Yustad. Mheshimiwa, swali langu linaangalia kwenye fanikio namba 8 ambapo kuna hii program ya kuwezesha vijana walemavu pamoja na wakina mama. Tumeona kweli tayari leseni zimeanza kutoka, lakini tulikuwa tunatamani kufahamu vigezo zaidi vilivyopo ili hayo makundi yaweze kupata leseni. Karibu mheshimiwa. Asante. Nianze na la kwanza la kuhusu majadiliano na kampuni ya GGML. Ndugu mwandishi, nataka tu nikupe taarifa ya umeuliza ni lini tutaanza. Majadiliano yanaendelea na yamefika hatua nzuri ya kuweza kukamilishwa. Katika hatua hii, timu yetu ya serikali ya majadiliano GNT imekuwa ikikutana mara kwa mara na GGML na baadhi ya hoja nyingi zimekwisha kujibiwa. Tumebakiza hoja chache kwa ajili ya kulifunga jambo hili. Lakini umenichomekea kwamba ni lini 17%. Sijui nani kakwambia, lakini majadiliano hata mimi siyajui. Hizo asilimia ambazo umezisema sina hakika sana kama ndo hizo. Lakini kikubwa ni kwamba timu yetu majadiliano ipo inajadiliana na tutafikia mwisho muda sio mrefu, kwa sababu tumemaliza katika eneo kubwa sana ambalo lilikuwa linaleta changamoto pale awali. La pili, kuhusu mkoa wa Dodoma, ni kweli kwa mujibu wa kitabu cha GST cha kuonesha mineral occurrence ya nchi yetu ya Tanzania, Dodoma ni kati ya maeneo ambayo inatajwa kuwa na jiolojia inayo support madini mengi tofauti, lakini bado kuja na uchimbaji wa kutosha. Na ndio hii ambayo tunaisema hivi sasa, kama nchi tunataka tuongoze vizuri wachimbaji wetu. Kwa tunakwenda katika eneo la utafiti wa kina. Tunaamini baada ya utafiti wa kina itakuwa ni njia rahisi ya kuweza kuongoza. Na habari njema tu ni kwamba tunategemea kuwa na mgodi mkubwa katikati ya kanda ya kati hapa miaka hivi karibuni. Kampuni ya Geita Gold Mine imefungua ofisi ya utafiti hapa Dodoma na wamesharusha ndege katika eneo la Chemba Bahi kwenda mpaka Singida, na wameanza kuona dalili. Kwa hiyo inawezekana muda sio mrefu tukapata pia mgodi mwingine mkubwa hapa ndani ya kanda ya kati. Hatujui itakuwa Dodoma au Singida ni wapi, sayansi itasema. Naogopa kwenda kwenye kuchinja kondoo na mbuzi kunyunyizia kwenye ardhi. Juliet, la MBT, vigezo gani vinatumika? Katika program hii ambayo tumeanza na pilot, lakini tutatoa mwongozo mwezi wa 6 ndio tunaizindua rasmi program hii, na itaweka vigezo gani vya hasa mtu anastahili kuingia kwenye program hii. Sisi kwetu umri, kwa maana ya wale vijana, sisi tumesogea mbele zaidi. Sio katika umri ambao unafahamika, tumesogea mpaka zaidi ya miaka 45 kama ambavyo hivi sasa ilivyo. Lakini kigezo cha kuwa mwanamke hicho hakina tatizo, lakini kigezo cha mtu mwenye ulemavu hakina tatizo, na baki kigezo cha umri tu, ambao na sisi pia tunaangalia tunavuka katika ule umri wa kawaida ili tuweze ku accommodate kundi kubwa zaidi la watu. Ndugu zangu wa Tanzania, nawashukuruni sana kwa nafasi siku ya leo. Nataka niwahakikishie kwamba moja kati ya sekta ambayo muda sio mrefu itakwenda kuleta mapinduzi na mageuzi makubwa ya uchumi wa nchi yetu Tanzania ni sekta ya madini. Wizara imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba mchango wa sekta hii unakwenda kugusa maisha ya Tanzania na maisha ya Tanzania yabadilishwe kupitia sekta hii. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana.